Tayari taarifa ambazo zimeanza kuonekana kwamba labda utabiri ambao ulikuwa unalengwa na baadhi ya watu tofauti kuhusiana na Tundu Lissu huenda ukatimia. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba ule utabiri wa Tundu Lissu kufia gerezani ama kupotea katika mazingira tatanishi basi huenda ukawa unakaribia, lakini kufahamisha hakuna aijuae kesho ya mwenzie, na always kumekuwa na maneno mengi sana yanayozungumzwa kwa sasa kupitia Tundu Lissu. Hata ile issue ambayo sasa hivi imekuwa ikizagaa sana mtaani na kuonekana kwamba labda pengine kuna mpango kazi wa kumwekea sumu Tundu Antipas Mugwe Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini yote yamekuwa ni maneno na yote yamekuwa ni sehemu ya maisha yanayomkumba sasa hivi mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Yani yote yamekuwa yakizushwa kwa upande wake. Kila mmoja amekuwa akizungumza kile anachokiona ni sahihi, kutokana pia na uhuru wa kila mwananchi kuweza kutoa ushauri na maoni katika sehemu ambayo anaiona hatuweza kuvuka mipaka. Lakini sakata, lakini pia na sekeseke linaloendelea mpaka sasa hivi watu ni kuamini utabiri wa kusema kwamba Tundu Lissu atafia gerezani, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna dalili na hakuna kinachoendelea cha kufanya na cha kulazimisha kwamba Tundu Lissu aweze kutoka gerezani, kutokana pia na kesi yake ya uhaini ambayo inamsibu na iliyoweza kumkosi na kumfanya mpaka sasa hivi yuko gerezani. Kwa hiyo bado hatujaona na hakuja kuwa na mwafaka wa kuweza kuwafanya wanachama kutokea katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo ama Watanzania ambao wamekuwa wako attention kabisa kuweza kusikiliza nini kinachoendelea, hali ya hewa itakuwaje ama inaonekanaje mpaka sasa hivi baada ya taarifa kuzagaa mitaani na kuonekana kwamba utabiri uliozungumzwa kwa miaka ya nyuma kwamba itafikia kipindi Tundu Lissu kama aliweza kukoswa na changamoto mbalimbali za risasi basi atajikuta anafia gerezani. Ni maneno ya watu tofauti ya mtaani ambayo tunazidi kukaa nayo kama sehemu ya nukuu na sehemu ambayo bado tunazidi kujengana na kuona ni kipi sahihi kipi sio sahihi kwa kupitia vyombo vyetu vya habari kwa hawa viongozi wetu ambao wamekuwa wako makini kupambania haki za vijana na haki zote za wananchi ambazo zimekuwa zimo ndani ya katiba yetu ya Tanzania. Nafikiri cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni mostly kabisa ni Hatboy Media. It's your favorite YouTube channel.